Ndio umeconnect dots. Hapana. Wewe ndio umeconnect mtandaoni. Mtandao mtotoa. Kwani Rushaina ikitokea Divoice anataka kukuoa ikitokea sasa tutaambia sasa. Na tumesikia mpaka tukisikia Estukizi anasema Divoice yo ina maana kuna kitu kinaendelea chini kwa chini. Kwani ni vibaya Estukizi mimi kunishauri kwa? Rushaina, una chochote kuhusiana na kile ambacho kilitokea mitandaoni? Sina. Kwa nini? Na mmemaliza? Kwa sababu sina. Mmemaliza wewe na Hamisa? Sina chochote Roger. Sina, kwa kweli sina. Unatamani kuzungumza nini kwa mashabiki zako ambao labda wamecomment vibaya kwenye kurasa yako baada ya kuona kile kinachoendelea mtandaoni kuhusiana na wewe na Hamisa Mobeto? Kama mtu ka comment vibaya usio shabiki yangu. Shabiki yangu hawezi comment vibaya. Tuliona umeomba msamaha pale, labda pengine ndio yazungumza nyuma. Hapana jamani, sijui. Tuondoke. Divoice umempeleka kwa mama kwa maana kumuonyesha kwamba mama anajuana naye mama anakutakasika nafsi Rushaina, sema chochote pengine labda Mungu ajalie mambo haya alobakia. Waombe dua. Tuombeeni dua. Tuombeeni dua. Tumeangalia biashara nyingi za Diamond huaga zikianza zinaanza vizuri lakini zinakuja kupotea sokoni. Nini hasa inakuwa sababu? Kuna zingine zinakuwa partnership. Okay. Kwa mkataba unapomalizika, kwa shughuli nayo inakuwa inaisha. Lakini hii ni yake. Okay. Hii ni mashirikiano ya kibiashara kabisa. Na sio partnership. Kwa maana hii itaendelea kuwepo. Okay. Kwa maana tusubirie mapokeo mengi sana kwenye hii sabuni, tofauti na Diamond Karanga, tofauti na zile biashara nyingine ambazo Diamond aliwahi kuzianzisha. Unajua mwanzo unapokuwa unaanza unakuwa unaweza ukawa unatumika. Alafu na wakati unaiona nguvu yako kwamba sihitaji tena kutumika, nataka nijitumie mwenyewe. Kwa from now nafikiri mbona kwenye Safbet mpaka leo bado ipo na inaendelea kufanya vizuri kabisa. Toka nafikiri somo kubwa alipata pale kwenye ile Diamond Karanga, sio? Alipata somo kwamba ana nguvu kiasi gani baada ya kuona manufaa ya Diamond Karanga. Kwa baada hapo ameamua kuwekeza sasa kwenye nguvu zake binafsi, sio kwa ajili kwenye nguvu za watu. Na shughuli leo imegharimu kama shilingi ngapi kukamilisha shughuli yenyewe, jinsi ambavyo mwaliko wa watu na vitu kama hivyo mpaka watu wamekula wamefurahi? Hiyo sifahamu, lakini ndani kabisa nimesikia kama 100. Sasa hiyo nyingine sifahamu. Kama 100 ndio, kwa sababu kuna mapambo, kuna mambo kibao yanafanyika, vitu vingi. Unajua mara nyingi hivi vitu vidogo hivi vinakula sana pesa. Kumbi wote kupamba huu ulete mandhari nzuri, kila mtu imvutie, maviti mtakula manini. Sema buffet. Watu takriban 600 na wote wamekula, si jambo dogo. Na sahani moja tu kwa shishi pale muulizie kwa mtu mmoja. Au mpunguza. Ni 10,000. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Hivi bei gani? Mwaka jana ilikuwa muuliza bei pale 10,000. Basi pia mahesabu utaona. Okay. Sawa. Mimi natamani tuzungumzie swala zima la iftar. Tumeona Diamond kaalika watu wengi sana ikiwepo wakina Mtume Mwamposa nao pia mmoja kati ya watu ambao walikuwa invited siku hii leo. Labda kwenye hiki ambacho Diamond amekifanya kumuinvite Mtume Mwamposa kwenye iftar, kulikuwa kuna kosa lolote alilofanya kwa upande wako? Unajua innamal a'malu binniyati. Naam. Unajua Diamond ni msanii. Na msanii anakuwa yupo kwenye kategori moja, shaba mzuri. Na kuna jambo nataka kulifanya la kibiashara, lakini limeangukia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana kuna vitu viwili, kuna futari alafu kuna biashara ambayo imefanyaje imesubiri. Kama umeangalia hapa lile jambo husika kabisa ambalo kubwa la kufuturisha lilimhusu shekhe wetu Sheikh Walid, si ndio? Ndio. Baada hapo Walid unamwona ndani? Hapana, yuko. Shondoka. Aliondoka yale mambo ambayo ya kidini inafuata protocol, imeondoka, imemalizika, watu waswali ndani, watu wafuturu ndani, imeondoka. Imebaki sasa mambo ya kibiashara. Shaba mzuri ulikuwa uwezi kufanya, kwa sababu zamani shazia biashara kama hizi tazindwa na music manini. Hivyo kipindi gani? Shaba mzuri, hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo lazima ufuate protocol na sheria inavyotaka. Ndio tumekwenda kwa utaratibu. Tupo katika mfungo wa Ramadhani, tufuate utaratibu, watu wameswali magharibi, watu wamesoma Qur'ani ndani, watu wamefuturu. Baada ya hapo sasa wale wenyewe wanasema anzila nasi mananzila, wake tuko nafasi zao. Sasa wale wenye mamlaka yao sasa tumemwambia jamani, sasa ruksa chobaki tumendelea kibiashara. Kwa hiyo kuna wengine wale aliko kibiashara ya hichi ambacho tulichokifanya baada ya iftari, kuna wengine wale aliko kwa ajili ya iftari. Shawa nzuri. Kwa hiyo wakati mwingine tusiwe hukumu tu, wakati mwingine natakiwa tusupport vitu vizuri, tusikae upande wa kwa nini, ndio tuwe upande wa kusupport, sababu leo hii hawa wasanii wanapozidi kufanya mkubwa kama haya
ndipo ajira zinapozidi kuongezeka kwa watu wengi. Naam. Tuliona kwenye mtandao Harmonize akimshukuru Diamond kwa baada ya kutoa msaada kwa ajili ya msikiti, na akasema kwamba msikiti ambao uko Tandaimba ataenda kuupa jina la Diamond kwa maana ya Nasibu. Comment yako ni ipi baada labda kama umepata hizo taarifa na kuona kwa Harmonize na watu ambao wanaamini kwamba Diamond ni mtu ambaye huwa anatoa sadaka kwa watu mbalimbali na sehemu mbalimbali? Comment ni jambo jema. Unajua anasema al-muslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Kwa ukiona mtu wa Kiislamu anafarahana basi si jambo jema. Kwa ukiona kuna suluhu inapatikana natakiwa tufurahi. Na wakati mwingine ili wasanii wetu wasonge mbele lazima washirikiane. Mideli wanasema music ni biashara. Ugomvi wa music hautakiwi wa bifu ambao haina msingi kama ile ya mashabiki. Kwa nini mpende Diamond? Simpendi kwa sababu ugomvi wa music unatakiwa uwe wa kibiashara. Kwa maana gani? Kuna wakati biashara ya Harmonize ili asonge mbele itamhitaji ampate Diamond Platnumz. Sasa utampataje ikiwa ni adui yako? Lakini mkiwa mnazungumza ni rahisi kumpata na biashara kufanya. Sasa mfano aje Jux Roy kapiga hatua gani kwenye muziki wake kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona biashara yangu inamhitaji nani? Diamond Platnumz. Na wapo wasanii wengi wanashindwa kuvuka boda kwa sababu yupo mtu ambaye akisha kwa daraja. Sasa ukijenga naye beef utaweza kufika mafanikio yako. Kwa muda mwingine lazima uangalie kwamba huu ndo msingi na huu ndo mtu sahihi wa mimi kunifanikisha kufika ninapotaka mimi. Kwa hiyo tutoe hizi beef ambazo hazina msingi. Na nyinyi waandishi wanatakiwa msupport mambo mazuri ya wasanii wetu, msupport amani, msupport upendo, sio maugomvi ambayo hayana msingi na wote. Kwa hiyo mkiona mtu ameshusha mapanga na kutangaza amani, mnatakiwa msupport ile amani. Mfurahikie, sio mkandamize kuona kama labda kakosea. Kwani Harmonize yeye akiomba suluhu kwa Diamond kuna ubaya gani? Ni jambo jema na dunia kama ndo mzazi wake katika industry, si ndio? Ni mtu ambaye kamchukua, kamtrain, kamtoa mpaka hapo alipofika. Shapo mzuri. Kwa hiyo ni jambo jema kuona hivyo. Kwa tukae upande mzuri, sio upande mbaya. Mimi nikutakia usiku mwema. Asante sana. Jamani, mke wangu nimeona. Shemeji, neno lako lolote. Ricardo Momo. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.